Hapa kuna hadithi tamu ndefu kidogo inayokidhi maelezo yako. Juma, tajiri ambaye hajapata nambari ya simu ya Amina. Juma alikuwa mtu wa hadhi ya juu kijijini, tajiri kisafi, mwenye magari ya kifahari yaliyopakiwa kwenye garaji yake ya kijani na rangi angavu zinazoangaza jua. Alikuwa na tabasamu jasiri wa namna ya kuvutia kila mtu anayemwona. Kila siku alitembea kwenye mtaa akipiga simu ya ghafla, akionyesha baadhi ya mali zake kwa majirani wake, lakini moyo wake ulikuwa hauna raha. Amina, dada mchanga aliye na shepu nzuri na muonekano wa kuvutia, alikuwa akipenda sana mavazi ya kisasa na kila mara alionekana akizunguka katika maduka makubwa ya mji. Alikuwa na tabia ya kimya lakini yenye mvuto wa ajabu, na kila mtu aliyejaribu kumkaribia alikuwa anavutiwa na ujasiri wake wa asili na sura yake inayong'aa. Siku moja, Juma alipokuwa akiendesha gari lake la kifahari kwenye barabara kuu, aliona Amina akiwa akiangalia maduka kwa makini. Alipomkagua, moyo wake ukachoma moto wa ajabu. Alijaribu kuanza mazungumzo, kumtanguliza heshima, kuonyesha udhaifu wake na mali zake, lakini kila hatua aliyochukua, Amina alionekana kuwa na hali ya utulivu isiyopinduliwa. "Naweza kukupeleka kwa kahawa?" Juma aliomba kwa sauti ya heshima, lakini Amina alitabasamu tu kimya, kisha akamwambia, "Asante, lakini sina muda." Juma hakuamini. Moyo wake ulikuwa unasumbuliwa. Alijaribu kumfuata kwenye mitaa ya manunuzi, kumtazama kwenye maduka, hata kujaribu kutoa zawadi ndogo, lakini kila mara Amina hakuwa tayari kumpa namba yake ya simu. Siku nyingi zikapita. Juma alijaribu kila njia ya kuvutia, akitumia magari yake mazuri, mali zake, hata zawadi za thamani, lakini hakufanikisha. Kila jitihada ilipita kwa heshima na tabasamu la Amina bila idhini ya kuunganishwa. Hatimaye, Juma aligundua jambo moja muhimu. Mali na utajiri wake haukumsaidia kupata moyo wa Amina. Aliamua kuacha kutumia mali kama njia, na badala yake akaanza kuonyesha utu wake, upendo wa kweli na heshima isiyo na sharti. Kwa muda, Amina alianza kuona tofauti ya kweli ndani ya Juma, mtu ambaye hakujaribu kumlazimisha, bali alijitahidi kuelewa na kuthamini uhalisia wake. Hatimaye, baada ya muda wa uhusiano wa heshima na mazungumzo madogo madogo, Amina aliamua kumpa namba yake ya simu, na tabasamu lake lilijawa na furaha. Juma alijua kuwa hatimaye alipata zaidi ya namba ya simu, alipata heshima na moyo wa mtu wa thamani, na hizo zilikuwa hazina mali yoyote inayoweza kununuliwa. Yo, karibu Siza Cosmetic, wauzaji wa bidhaa bora, urembo, sabuni na manukato yenye mvuto wa kipekee. Bila kusahau BF Soap, sabuni yenye ubora wa hali ya juu inayosaidia kuondoa makunyanzi mwilini, kung'arisha na kulainisha ngozi, kutoa harufu nzuri na yenye mvuto. Lakini pia kuna watu ambao wanaitwa Chidad Trading, au ni wauzaji wa sabuni zenye mvuto na manukato ya kuvutia kwa ajili ya wanaume na wanawake wote wanaopenda muonekano safi na harufu ya kupendeza. Tunapatikana Dar es Salaam. Karibu upate huduma bora na bidhaa halisi. Yes, Siza Cosmetic, urembo wako ndio fahari yetu. Bwana, hao wote wanapatikana sehemu tofauti na wapo kwa ajili ya kukuhudumia wewe, kukupa bidhaa ambayo iko bora zaidi.